Na muda mfupi uliopita umetoka kusikiliza performance ya mkala anaitwa Mbosso. Au sio bwana kwenye Yamaha Come Together concert, ilikuwa ni 11th edition. Au sio, toleo la 11 hilo. Yeah, okay. Ilikuwa ni nzuri sana na ilionyesha uwezo mkubwa sana wa utumbuizaji. Kutumbuiza ndo kuperform Kiswahili. Ilionyesha uwezo mkubwa sana wa utumbuizaji wa bwana Mbosso kupitia hiyo Yamaha Come Together concert ambayo tumetoka kuisikiliza. Na kimsingi bwana Bike ulivyoipiga hii bwana, nimemwona Jackie hapa amefurahi sana bwana. Zamani tulikuwa tuna yule Jackie alikuwa anaitwa Jackie wa Chuzi. Yule anaitwa Jackie wa nani? Anaweza Jackie wa mtaa. Sitaka umeficha kitu. Amna bwana, hiyo. Twende na hiyo. Okay, sawa. Jackie wa mtaa. So karibu sana bwana. Jackie kidogo anaacha kuongezea hapa kuhusiana na performance ya mkali Mbosso. Hii ni moja kati ya performance ambayo of course aliweza kushare na sisi story nyingi sana za kwenye mahusiano yake, na alitupa experience ya kipekee sana, kwa sababu imagine una date na mtu alafu mpo pamoja alafu anakuambia nyamaza kwanza, kuna simu imeingia hapo. Nadhani kuna watu wanapitia situation kama hizo kwenye real life ambao washikaji zetu wanatusikiliza sahi hapa. Kwa hiyo apart from burudani ambayo tulipata, pia alitupa mafunzo mengi sana mazuri, na ilikuwa ni moja kati ya performance ambayo tukasema okay, so tuna mtu ambaye tunaweza tukasema kwamba sisi kwenye ile list yetu ya watu ambao wanaweza kufanya performance kali kabisa, basi Mbosso huyu hapa, na anaweza kukaa hapo vizuri kabisa. Kuhusiana na Mbosso pia mambo mengi sana yanaendelea. Leo usiku anaenda kuachia track mpya kabisa ambayo inajulikana kama Ozalima. Ozalima ina nini ndani yake? Basi baadaye hiyo saa 6. Unataka kujiuliza kwa nini wasanii wanaachia kazi saa 6 usiku? Sijai kujiuliza. Mimi najua time tu amepanga. Na wewe unajiuliza? Najiuliza. Nadhani kwa sababu watu wengi sana wanakuwa na simu mida hiyo, na vijana siku hizi walali. Kila siku analala kesho. Kwa hiyo so kwamba inakuwa imehesabu siku mpya imeanza. Hapana. Naona kwa sababu watu activeness iko hapo. Maana kuna watu wanatoka kazini saa 3, saa 4, huyu anaingia kazini saa 6 naye ni hatari. Lakini nadhani moja kati ya vitu ambavyo vinawafanya wasanii wengi waachie ngoma muda huo, kwa maoni yangu ni kwamba bwana, watu wengi sana wanakuepo hapo, na saa 6 hiyo itasubiri. Wewe utaona views pale, kwa sababu nitakuwa macho, nitakwambia kwamba ile saa 6 ilivyo hit iliweza kufikisha views ngapi na vitu kama hivyo. Leo na mpango popo mimi nilale mapema, kwa sasa labda uniamshe. Nitakuamsha. Sawa bwana. Yamaha Come Together concert. Hii ni aina fulani ya muziki ambayo imedhaminiwa kama ambavyo unasikia na hao wanaitwa Yamaha Music Africa, ambao tunafahamu wanahusika na masuala ya utengenezaji wa vyombo ya muziki na vitu vya aina hiyo pia. Na yenyewe ilikuwa inakusudia pia, wanasema tunasemaje, yani kusudio lake ni ile kuwapa watu ladha halisi ya muziki, ladha ya utumbuizaji wa muziki, na ndio maana imekuwa ikifanya hivyo. Na kimsingi ni kwamba iliweza kutengeneza vitu kama artist spotlight vile, unajua, na kuongeza pia, lakini that utamu ule wa live acoustic setup pia, ambao kawaida huwa haupatikani kutoka sehemu nyingine ama kupata kiurahisi. Na vile vile yenyewe pia ilikuwa inatengeneza ni sehemu ya masuala ya biashara, kwa mfano digital album releases na nyingine. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ambayo ni muendelezo, ni sehemu ya wasanii pia kuweza kupata chochote na vitu kama hivyo. So ni moja kati ya vitu muhimu sana. Nadhani kwenye live performance bwana, ni moja kati ya sehemu ambayo pia kuna kipato chake nje kabisa ya kile ambacho umeweza kukifanya. Nadhani msanii wa kazi anayo album ambayo ni ya live. Umeona album nzima ni zile ngoma zake zile, lakini zimekuwa performed, umeona live, na zina sound vizuri sana. Kama umesikiliza hapo hiyo performance ilivyoanza, zile break, zile namna ambavyo unajua kuna vibreak vya ndani ya muziki, kuna vibreak, unajua drums zile zinavyopigwa na nini. Drums noma kabisa. Sasa unatoka zinakuwa kuna time kama wanafanya kama wana break hivi kidogo, lakini muziki unaendelea.
zinaleta utamu sana zile. Ndio maana unaposikia hapo tusimame sio tucheze ukanyanyuka na wewe. Ukanyanyuka sina baya. Tunaunga mkono. Ukajihisi kwamba na wewe uko kwenye eneo. Alafu kama alikuwa ananiona vipi. FM.